Mzunguko wa 29 wa ligi kuu ya NBC uliendelea siku ya leo kwa michezo takriban. Timu zote zinazoshiriki ligi kuu zilishuka dimbani kumenyana kusaka alama, hasa hususan kusaka alama tatu muhimu, ili hali kumbugo kuna wanaoshuka daraja na wengine wanaendelea kujingatua katika nafasi ngumu za kushuka daraja au kucheza playoff. Hapa tumeshuhudia mechi takriban zote zikichezwa, lakini kubwa kuliko ni vinara wawili au baba wawili au master wawili wakubwa wa mpira wetu huu wa Tanzania, Simba na Yanga, wakiwa katika maeneo tofauti tofauti kuzisaka alama. Kimewaka moto umewaka. Simba Sports Club ameibuka na ushindi wa goli 5-0 dhidi ya Ken Gold, wakati Young Africans ameibuka na ushindi wa goli 5 dhidi ya Tanzania Prisons Mbeya, wakati Simba Sports Club ameibuka ushindi ugenini na Ken Gold katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi. Kubwa kuliko ni tofauti iliyopo kati ya vinara wawili hao wanaowania taji la ligi kuu msimu huu. Simba yupo nafasi ya pili akiwa na pointi 75 baada ya mchezo huu wa leo, wakati Young Africans anaendelea kusimama kileleni au kusalia kileleni akiwa na alama zake 76. Utofauti wa alama moja tu ndio unaozidi kufanya duara hili liendelee kuwa gumu na zaidi sana. Litaamuliwa na nini? Ni mchezo unaofuata katika mzunguko wa 30 wa kuhitimisha ligi kuu ya NBC, ambako Simba Sports Club atarudi Dar es Salaam katika dimba la KMC Complex Dar es Salaam kuminyana na Kagera Sugar, ili hali Young Africans atabidi aelekee visiwani Zanzibar kwani kwenda kucheza na Dodoma Jiji. Mchezo wa Young Africans na Dodoma Jiji utachezwa katika visiwani vya Zanzibar. Bado nafasi inaendelea kuvuta ni kuvute, nani anaweza kuibuka na ushindi wa ligi kuu ya NBC, kwa sababu bado kuna mvutano. Safari ya mwisho itamalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam katika mchezo wa kiporo uliotakiwa kuchezwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, lakini kutokana na sintofahamu zilizoingilia mpira wetu, mchezo kama ulisogezwa mbele zaidi. Awali ulipangwa uchezwe tarehe 15 ya mwezi wa 6, lakini haukuchezwa tena, ukasogezwa mbele mpaka tarehe 25. Young Africans tayari wana nia ya kuutaka mchezo na washaweka mambo yao sawa bin sawia kwamba wanautaka mchezo. Hali sasa ukimya wa Simba Sports Club kuelekea mchezo huo tarehe 25 unazidi kutoa mashaka kwa baadhi ya mashabiki walioko nje na ndani ya Tanzania, wakiuliza ni vipi Simba Sports Club anaingiza timu au haingizi, au inatokea yalotokea Machi 8 ya mwaka huu. Bado kunavuta sintofahamu. Je, ni Simba Sports Club kucheza au vipi? Lakini ukijaribu kupitia comments mbalimbali za mashabiki wa Simba Sports Club, wao wamesema kwamba wamebakiza mechi mbili tu, ambayo ilikuwa ni ya leo dhidi ya Ken Gold na kumalizia na mechi ya Kagera Sugar. Bado hakujaeleweka zaidi, hatujapata msimamo wa thabiti kutoka katika uongozi wa Simba Sports Club, labda ukiashiria au ndo kama wenyewe. Kila mtu anajaji kutokana anavyoweza na IQ yake, alionayo. Kuna wanaosema labda Simba wao wapo kimya, sio lazima wazungumze sana, lakini kuna posti iliwahi kuwekwa mapema katika peji ya Simba Sports Club ikisema kuwa ikitokea mchezo sio tarehe 20, sio tarehe 15, wao hawatopeleka timu uwanjani. Kwa bado kuna vuta ni kuvute ambayo mpaka muda huu tunavyozungumza haijapata majibu sahihi. Labda baada ya ushindi huu Simba Sports Club wanaweza kawa na neno lingine la kuzungumza, au mpaka muda huu tuendelee kusubiri. Lakini nia ya Young Africans kutaka mchezo wa tarehe 25 ipo dhahiri na ipo wazi kwamba kipute kitapigwa tarehe 25, na mashabiki wa Young Africans wanatamba kweli kweli, wakiwataka Simba Sports Club wasiwakimbie, walete timu uwanjani. Kama wanaogopa waje hivyo kufungwa kuko pale pale. Lakini kuna clip nyingine ilionekana shabiki wa Simba na akisema Simba wasiogope Yanga, wapeleke timu uwanjani. Kwa nisijue unakaa upande gani na sisi tunakaa upande gani. Tunasubiri duru la mwisho ambayo itakuwa ni hatua ya 30 ya kuhitimisha ligi kuu ya NBC kabla ya mchezo wa tarehe 25 kukiwasha katika uwanja wa Benjamin Mkapa.
Stay with us, hakikisha umeruhusu notification, umesubscribe channel yetu hii ili uwe kwanza kupata taarifa tunazokuletea kila muda, kila saa. Thank you and stay tuned.